Kutoka +255 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tuko hapa kwa ajili ya kupitisha kwenye update mbalimbali ambazo zimechukua nafasi kwenye masuala mbalimbali: siasa, jamii, uchumi, michezo, sanaa na burudani ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kwa namna moja ama nyingine tumepata fursa ya kupitisha ili uweze kujua nini hasa ambacho kinaendelea hapa duniani kwa ujumla wake. Na kwa sasa stori kubwa ambayo inazungumzwa na wengi ni kuhusiana na kile ambacho kimefanyika pale jijini Dodoma, ambapo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hii leo rasmi imewasainisha hati za maadili kwa vyama vyote ambavyo vitashiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Na hati hizo zimesainishwa kwa vyama 18 kati ya 19 venye usajili wa kudumu hapa nchini, na hii hatua imekuja baada ya chama kimoja ambacho ni chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kususia zoezi hilo, ambapo kwa mujibu wa taratibu ama na kanuni hizo zinapaswa kusainiwa na makatibu wakuu wa vyama vya siasa. Na mapema leo chama kikuu cha upinzani hapa nchini kwa maana ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kilitoa taarifa rasmi. Kwanza ilianziwa kutoka kwenye ukurasa wa X wa John Mnyika, katibu mkuu wa Chadema, ambayo ni kinukuu, alikuwa anasema kwamba katibu mkuu Chadema sitakuwepo kwenye kikao cha tarehe 12 Aprili 2025 cha kushauriana na kusaini maadili ya uchaguzi ya mwaka 2025. Ifahamike kuwa mwenye mamlaka ya kusaini maadili ya uchaguzi kwa niaba ya chama cha siasa ni katibu mkuu. Katibu mkuu sijateua kiongozi au afisa yoyote kwenda kushiriki kwa niaba yangu katika kikao hicho kitakachofanyika katika ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi mkoani Dodoma. #no reforms no election. Kwa baada ya hili kutokea, kuliibua na mjadala mkubwa sana ambao uliendelea katika mitandao ya kijamii, na tulijaribu kupitisha kwenye update huko nyuma kwamba tafakuri itakuwaje maisha ya Chadema nje ya kanuni hizi yatakuwaje, kwa sababu ikumbukwe ya kwamba usiposhiriki zoezi la kusaini kanuni hizi za maadili ya uchaguzi, manake umejiondoa automatically kushiriki katika uchaguzi mkuu. Sasa licha ya kwamba Chadema imetangaza kuzuia uchaguzi na programu ya no reforms no election kwamba, lakini pamoja na mambo mengine, pengine watu walifikiri leo wangejitokeza kusaini wakati huo programu zao zinaendelea. ACT Wazalendo, ambacho ni chama cha pili unaweza kusema kwa ukubwa hapa nchini kwa vyama vya upinzani, na ambacho kina nguvu pia kwa kama namba moja cha upinzani visiwani Zanzibar, katibu mkuu wake Ado Shaibu, licha ya kwamba wanaendelea na operation ya Linda Demokrasia, lakini amejitokeza na kwenda kusaini. Na kwa sasa ukipita mitandaoni kumekuwa na mnyukano wa hoja baina ya wafuasi wa Chadema pamoja na wale wa ACT Wazalendo. Ni kama watu wanaamini ACT wamekuwa legelege hivi na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia mitandaoni kumekuwa na mjadala tofauti kwa maana ya maoni kinzani baina ya wafuasi wa Chadema. Wapo ambao wanaamini hatua hii ni makosa makubwa kwa sababu Chadema ni kama imejiangusha yenyewe haraka iwezekanavyo. Na nikimnukuu mmoja ya makada ambayo ni mjumbe wa mkutano mkuu wa Chadema, Yeriko Nyerere, yeye ameandika waraka mrefu sana kuhusiana na hiki ambacho kimetokea, na hasa baada ya rasmi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kutangaza rasmi kwamba chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, hakitakuwa sehemu ya vyama vitakavyoshiriki kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Lakini sio hivyo tu, kwa sababu kanuni hizi zinadumu kwa muda wa miaka 5. Hapa katikati kukitokea na chaguzi yoyote ndogo, Chadema hawatakuwa sehemu ya ushiriki wa uchaguzi huo. Sasa nikimnukuu Yeriko Nyerere, anasema, nitakuwa shahidi mkuu tutakapoandika historia mpya ya chama changu Chadema. Washindi ndio huandika historia. Na tafakari sana, moyo wangu unavuja damu. Tutaweza kuirejesha Chadema hii katika kilele cha kwenda kushika dola ya Tanzania ikiwa itaanguka? Nakubaliana na wakongwe wa uchambuzi wa siasa Ansbert Ngurumo na Absalom Kibanda kwamba kwa bahati mbaya sana Chadema, chama changu, imeamua kusikiliza na kutii wanaharakati wa mitandaoni na kuacha siasa. Ngoja kwanza Chadema ijaribu njia ya NGOs na pressure groups, tutaulizana baadaye. Wataalamu wa strategic provocation ndani ya mfumo hatimaye wamefanikiwa kukiondoa chama chenye nguvu ya kushika dola kwenye ushindani kwa CCM. Kwa CCM hili ndilo walilotaka kwa miaka mingi, na ndio maana walizidisha ukatili katika siasa. Walijua kuwa ipo siku moja Chadema ingenyoosha mikono na kukaa pembeni na kuachia wengine jukumu lililopaswa kulisimamia hadi mwisho wake. Hajaishia hapo. Anaendelea kusema, Maalim Seif Sharif Hamad hayati huyu akiwa CUF alifanya kosa hili la kususia mwaka 2015
akiamini kwa kususia uchaguzi wa marudio baada ya Jecha kuwapora ushindi kungewasaidia. Tulimwandikia kumtahadharisha kutochukua uamuzi huo. Hawakutusikia. Matokeo yake Shein akaibuka mshindi kilaini na mawazo kwamba eti jumuiya ya kimataifa ingesaidia kumuondoa madarakani katika kipindi cha mwaka mmoja tu, yakafa kifo cha kawaida. Kosa hilo hilo linafanywa na Chadema leo. Absalom Kibanda anahoji kwamba Lissu alipotangaza kwa mara ya kwanza kuhusu no reforms no election, alitamka bayana kwamba msimamo wa Chadema sio kususia uchaguzi bali kuzuia usifanyike. Sasa kama azma ilikuwa kutosusa, kwa nini basi mmeamua kususia hatua hii muhimu? Mtazamo wa Kibanda ni kwamba hatua ya leo kutosaini kanuni za maadili na kutolewa rasmi chama chetu kwenye mchakato wa kushiriki uchaguzi ni tukio la kususia uchaguzi, tofauti na msimamo wa awali kwamba tutazuia uchaguzi, ijapokuwa msimamo wa katiba unakinzana na hili sharti la kanuni. Binafsi nakitazama chama changu, natazama uhai wa chama chetu uko katika eneo hatari. Tumecheza kamari mbaya sana. Sifikiri wanaotaka kugombea au wanaofikiri wale wanaotaka kama chama kishiriki uchaguzi ni kwa kuwa wanataka kugombea. Wanaofikiri hivyo ni wajinga na ni yale makundi ya harakati yaliyovamia chama chetu. Lakini kama hiyo haitoshi, aliendelea kuandika Yeriko, anasema binafsi nakitazama chama, natazama uhai wa chama chetu huo katika eneo hatari. Tumecheza kamari mbaya sana. Narudia tena, tumecheza kamari mbaya sana. Kwa tume hii kugombea na kushinda ni majaliwa. Swali la msingi ambalo halijajibiwa kwa miezi mitatu sasa, tunazuiaje uchaguzi? Tukishindwa kuzuia uchaguzi, je, miaka 5 ijayo uhai wa Chadema utakuwa wapi? Izingatiwe kwamba hadi muda huu chanzo kikuu cha mapato ya chama ni ruzuku iliyotokana na chama kushiriki uchaguzi wa 2020. Chama hiki kitaendeshwaje bila ruzuku? Tutaweza kulipa mishahara watumishi? Tutaweza kufanya operation? Tutajenga chama? Narudia tena, nitakuwa shahidi wa kuandika historia mpya ya Chadema baada ya huu uchaguzi. No reforms, no election. Amemaliza hivyo. Huyo ni Yeriko Nyerere, mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Ameonekana kuandika kwa hisia kali sana kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, ambako ni rasmi sasa Chadema imeondoshwa katika mchakato wa kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025. Lakini hata hivyo mapema leo John Heche alizungumza akiwa kule nyanda za juu kusini, ambako ama kanda ya Nyasa, ambako anaendelea na mchakato wa kampeni ya no reforms no election. Na moja kati ya hoja aliyoigusia katika jambo hili, ameligusia kwa undani kabisa kwamba kama misimamo yao itasababisha Chadema kufa, wako tayari kufa kuliko kuingiza chama kwenye chaguzi ambazo wao wanaamini haziko huru na haki. Na Kato ameendelea kusimamia ya kwamba kwa sababu wakati huu ambao mwenyekiti wake wa taifa yuko ndani, pasi na shaka yeye ndiye kaimu mwenyekiti. Kwa hiyo maana yake, kwa sababu ndo anaongoza jahazi hilo kwa sasa, anasema Kato atarudi nyuma na atahakikisha kwamba anaendelea kusimama kidete mpaka hatua ya mwisho. Bado tunabaki kwenye maswali yale yale. Chadema itazuiaje uchaguzi? Huo ndo swali lopo. Lakini leo pia Heche amenukuliwa akisema kwamba zile form petition ambazo wamezisambaza wanaendelea kuzisambaza kwenye maeneo mbalimbali nchini, ngazi ya vijiji, kata, wilaya mpaka taifa, wapate saini milioni 15. Na wanasema wakipata hizo saini za Wanatanzania milioni 15 ambao watakubaliana wanapinga uchaguzi ama wanapinga uchaguzi ambao hautokuwa na reforms, basi moja kwa moja watazipeleka maeneo husika ikiwemo kwenye jumuiya za kimataifa. Wewe una maoni gani? Hilo ndo ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa, na namna ambavyo watu wamepokea kuhusiana na Chadema rasmi kuondolewa katika mchakato wa kushiriki uchaguzi mwaka 2025, na pengine hawatoshiriki uchaguzi wowote katika kipindi cha miaka 5 ijayo kupitia kanuni hizi ambazo leo zimesainiwa. Karata pekee ambayo inasubiriwa kwa hamu hivi sasa ni ya Chadema kuzuia uchaguzi. Utawazuiaje? Watazuiaje? Je, plani itafanikiwa ama la? Bado inabaki kuwa kitendawili.